tekea nyara kambi hiyo, wakaweka makao yao katika hiyo kambi. Sasa siku ya jana FARDC walishambulia kambi hiyo na wakapata kuisambua, na hivi tunavyozungumza kambi hiyo imesambuliwa kabisa. Ilikuwa ni vitu vikali sana. Nadhani kwamba waliofuatilia siku ya jana ni habari ambazo tulikuwa tunaendelea kuwajuza, labda kuna wale ambao hawakujua habari ya jana ambayo ilikwenda kufanyika kwa ajili ya hiyo kambi. Nilipofuatilia niliona kwamba kuna media nyingi ambazo zilikwenda kuzungumzia habari hilo kwa ajili ya kusambuliwa hiyo kambi ambayo inapatikana pale Kala, ambayo ni kambi ambayo MONUSCO ilikuwa inaishi zamani, lakini baada ya M23 kubana wakaichukua wakaweka makazi yao katika hiyo kambi, wakaanza kuishi mule. But ni habari nzuri ni kwamba imekwenda kusambuliwa ile kambi kabisa na jeshi la Kongo FARDC. Habari ya pili tutakwenda kuzungumzia ni kuhusu baton ambao ilikwenda kusambuliwa kwa siku ya jana. Kama jinsi tulivyowaambia kwamba mapambano ilikuwa nazidi kuendelea katika Kongo. Mapambano ilianza siku ambayo wa M23 waliambia wakaaji wa Uvira kwamba waandamane, wakitaka watu waseme kwamba wa M23 ni wa viongozi wazuri wabai katika mji. Watu nao wakakataa. Mapambano yakaanza zidi ya M23 pamoja na wazalendo. Masasi kalia sana. Ni vitu ambavyo vinachukua muda kidogo, ni kama ni wiki nzima. Mapambano hayo yako yanaendelea, yanafanyika. So siku ya jana wamelipua baton ya M23 kwenye poro ya Uvira pale Kalundu. Yote imekwenda kusambaratika kabisa, na inasemekana kwamba kuna wanajeshi wa M23 ambao wanazidi 80 ambao walikwenda kupoteza uhai wao kwenye hayo mashambulizi ambayo yalikuwa yanaendelea jana kati ya wazalendo pamoja na M23. Leo nimekwenda kuzungumza habari jinsi inaendelea katika mji wa Uvira. Nimeongea na mtu ambaye anaishi Uvira, nikamuuliza kuhusu situation ya siku ya leo tarehe 27. Akanambia kwamba hali iko sawa, watu wanafanya vizuri, na toka waamke bado hawajasikia chochote kile ambacho kinaendelea, ama kusema kwamba wasikie mlio wa risasi. Afadhali leo sio kama jana tarehe 26, kama jinsi walikuwa wakisikia masasi pakakuwa wasiwasi sana. Sababu hata jana usiku nilikuwa nimezungumza na mtu ambaye anaishi Kongo, akanambia kwamba kuanzia asubuhi walikuwa bado hawajatoka kwenye upango mpaka gisi unaingia hawakutoka nje. Lakini siku ya leo wao wanatoka nje, wanafanya kazi zao kama kawaida, wanajielekeza sokoni. Kuna